Wasalamu alaikum ndugu wasikilizaji. Leo ni siku njema ambayo tunamshukuru Maulana kwa mambo ambayo ametufanyia tangu jana mpaka siku ya leo. Naambia mambo ni wazi kwamba kumbe mzee ile mambo anaweza kuona akiwa amekaa chini, vijana wakiwa juu ya ngorofa kama KICC hawezi ona. Niliwaambia kwamba hapo awali kwamba tutaingia Kondele ndani tukiwa na wazee wenzangu Bwana James Orengo, tukiwa na vijana wale ambao wanataka change of the country, Bwana Babu Owino, Mheshimiwa Sifuna na wakiwambo wengine. Na ilitaka kuambia kwamba siku ya jana ndio watu wamethibitisha kwamba kumbe Wajaluo wale ambao wanasema kwamba wako tu tamu ni hapa Nairobi. Wale wa nyumbani hawatambui hiyo. Hawanaelewa kwamba huyu Kasongo ni aende nyumbani akiendanga. Hakuna mambo kwamba kurudia. Kama umeshindwa na kazi umeshashindwa na mambo na uende nyumbani. Hiyo ni kitu ambacho iko wazi. Kulingana vile ambavyo ilikuwa mjana, ilikuwa mambo maajabu. Kwa sababu magunzi wale ambao wametoka Nairobi na wale wawili watatu wa kulipo walijaribu, lakini wakaota vumbi, wakajionea moto kama pasi mwanangu. Na kuambia jana ilikuwa maajabu wakati watu waliingia katika Kisumu town. Walilakiwa kwa shangwe na nderemo. Wale ambao wenye kiburi, wale ambao tunasemanga asidi hana sababu, wakajaribu kuja na pikipiki lakini wakaona moto. Hiyo ni kuonyesha kwamba Kenya imeshabadilika. Kwa sababu mahali ambayo tulikuwa tunasema kwamba Mheshimiwa Ruto mahali ambayo na ilikuwa tu Luoland ambaye inaongozwa na Kisumu, lakini wakakuta kwamba mambo kama hayo hamna. Nataka kuambia kwamba mkutano ya jana hiyo imedhihirisha kwamba Wakenya wanataka change, na hii mambo yatakayofanyika mwaka ujayo mwezi wa 8 itakuwa ni shangwe na nderemo kusikia kwamba rais anayetunyanyasa, kutukanyanga, kutuibia, kutuahidi uongo, kufanya mambo yasiyopendekeza, watoto kushindwa kwenda shule, ahadi ambayo itimiki. Mzee kama huyu naende kwake ajionee vile inji na tawalangwa. Si kwa ubaya, tuna chuki, bali ukweli ni Mungu na Mungu ni ukweli. Aupingaye ukweli anampinga Mungu. Amini usiamini, wazee ambao wamezoea kuibia watu, kudanganya watu na mambo mengine ambayo haipendezi, amini usiamini, hamtakuwa tena. Hii ni kwa heri ya kuonana. Kwa wale ambaye bado hawajaamini, watajionea macho ya nyama, kwa sababu sasa hapo hakuna huruma. Tutanyoa kuanzia kichwa mpaka kila mahali. Hiyo inadhihirika wazi, kwa sababu wale ambao walikuwa wanatuambia kwamba wanakubaliana na Mheshimiwa Ruto aende mara ya pili, basi jana wamethibitisha kwamba hawajakubaliana. Wale ambao wanataka pesa juu ya round table, hao amini usiamini ni watu ambao wameshapitwa na wakati, na watu hataki historia yao. Ya pili, mkiona kombe juu ya meza mjue kwamba imepandishwa. Wakati ambao mliona mtu anaitwa Ruto Oburu akiwa juu ya meza na kudai kwamba si tumeshakubaliana twende round ya Ruto mara ya pili, hiyo kila mtu ungestahili kuelewa kwamba huyu amepandishwa, kwa sababu hawezi kujipandisha. Kumbukeni, Oburu ni ule tulikuwa naye akilia ili ndugu yake aweze kumpatia aende game mara ya pili, aende game kama senator, na mpaka baada ya kunyimwa nafasi akasema kama anataka kujinyonga ili ndugu yake hawezi kubali. Kwa hivyo ndugu zanguni, amukeni na muelewe. Kwa ule ambaye amesikia hiyo habari, aambie mwenzake, kwa sababu hii ni injili mpya ya kwamba Kasongo must go. Hiyo ni injili mpya. Ukiamka asubuhi, elezea watoto wako. Ukiamka asubuhi, elezea hata mke wako. Ukitembea mahali popote unaenda, mahali popote unayepitia, muelezee mandugu zako na watu wale ambao wanajuana nao kwamba Ruto must go. Hii ni lazima. Hii si kama ni jambo ambalo tunafikiria, ni jambo ambalo kila mtu wote anajua kwamba ni lazima Ruto aende ndio haki ipatikane. Ni lazima aende ndio haki ipatikane, kwa sababu mtu kama huyu ambaye haelewi haki ni nini,
mtu ambaye haelewi sheria ni nini, ila alio hapa naye hataki kufuata, basi huyu hatuelewi vile ambayo tunaweza kaa naye. Kwa hivyo tafadhali mwasi na alikuwa kama ni injili mpya ambaye anaonyesha kwamba kila mtu naelezane na ndugu zake, na ukiamka asubuhi ukumbushe hata wazazi wako, ukumbushe hata watoto wako, waambie kwamba come 2027 hakisha ukweli, hakisha ukweli Ruto aende nyumbani. Amini usiamini, ukimshinda na kura zaidi ya milioni 5 itakuwa kwamba hawezi hata kuleta maneno. Na mimi niliwaahidi mimi mwenyewe kwamba akipata milioni 2 mimi Nganga mwenyewe nitampeleka kotini anielezea alipata aje. Akipata tu milioni 2 lazima amwelezee kotini, tuelezane naye kotini, Supreme Court anieleza alipata namna gani, kwa sababu voting is not an event, it's a process. Ni lazima anielezee ni nani walimpigia kura na niwaangalie ukweli kama kuna kura. Kwa wale vijana ambao hawajachukua kura na wazee ambao hawana kura, ama wale hawajajua kura zao zinakaa namna gani, tuhakikishe kweli wameshapata kura na tuhakikishe kweli tumevote no kwa Bwana Ruto. Tuhakikishe kweli ameenda nyumbani asubuhi na mapema. Hiyo ni jambo la kwanza. Nataka kuwakumbusha kwamba nilikuwa nimewaahidi kwamba baada ya kutoka Vihiga tutaelekea Kisumu na tutafanya mkutano Kisumu wazi hadharani, mchana ya Mungu, na ukweli tuliifanya. Kwa hivyo hiyo ni lazima kwanza kubaliana kwamba hiyo nabii wangu basi na umetimika. Neno la mwisho, leo ilikuwa siku ya maana sana ambaye tunasema kwamba Mheshimiwa Gachagua alikuwa anaenda kotini. Kwa wale ambao wanafikiria na wale wenye kutuwazia mabaya wanasema kwamba ati Gachagua akienda kotini na awachiliwe na iwe kama hiyo basi anaruhusiwa kusimama, atasimama ndio lete confusion. But nataka kuambia kwamba sisi na Mheshimiwa Gachagua ni kitu kimoja, kwa sababu tuko na one common enemy, that's Mheshimiwa Ruto. Huyu akiondoka ndio tunaweza kuongelea mambo mengine, lakini kwanza yeye aende. Na Bwana Ruto si kwamba tuanze kutuuliza tukikutoa tutaweka nani. Nataka uelewe kwamba nikitaka kuvuta kazi huwezi kuniuliza ukinivuta utaandika nani. Mimi najua nani ataandika, lakini kwanza wewe uende. Mungu awabariki, awape hekima na abariki Kenya. Asanteni.